Championship ni tofauti na ligi kuu kwa sababu ligi kuu kuna baadhi ya mechi mnaweza mkaenda na mpango ambao kusema bwana leo katika hii mechi tunaenda tukatafute sare. Na mnaweza mkasimamia mpango wenu huo, lakini championship kwa sababu mko na malengo na mnatakiwa kupanda. Yaani ni mnatakiwa muende kushinda kwa kila mechi. Huo ndio ulikuwa ugumu. Lakini urahisi uliotusaidia sisi ni kwamba tulisajili wachezaji ambao wataendana na kile ambacho tunakitaka, wataendana na mpango kazi, wataendana na lengo kuu la klabu. Lakini pia vile vile na tulipata maandalizi ya kutosha, pre-season ilikuwa nzuri. Lakini pia na hata dirisha dogo tuliweza kuongeza tulichagua wachezaji ambao pia wanaweza kaja wakaongeza wakatoa mchango wao kuelekea kutimiza malengo ya klabu. Timu nyingi ambazo zinapanda kwenye ligi zimekuwa zikirejea huko. Tumeona Mtibwa Sugar ni kesi rahisi, lakini pia tuliona Mbeya City walikaribia kabisa timu yako ya zamani, lakini pia tumeona Tanzania Prisons licha ya kwamba hawajashuka lakini kila msimu wamekuwa hapo. Paul Nonga, una experience ya kucheza timu ambazo pia zilikuwa zinapambana kusalia kwenye ligi. Lipuli ilikuja mpaka ikashuka, Gwambi na ni Mwadui pia. Nini ambacho unaweza kashare nasi kama experience yako kwenye situation kama hizo? Nini ambacho kinapelekea timu nyingi kwanza kuania kusalia kwenye ligi zaidi kuliko za kuania ubingwa? Kwa maoni yangu binafsi au ambacho kile nakiona, timu nyingi sana huwa zinafeli katika dirisha kubwa la usajili. Ukishafeli katika dirisha kubwa la usajili, sidhani kama unaweza ukachomoka na hilo janga. Lakini cha pili ni timu kutopata pre-season ya kutosha, kwa sababu katika utaratibu unapotakiwa katika coaching na at least uweze kupata hata wiki 6 za kuweza kufanya maandalizi, kutengeneza combination, kutengeneza watu waweze kuingia katika falsafa ambayo mwalimu anakuwa anataka. Kwa hiyo ni vitu vingi pia vile vile vinakuwa vinachangia. Lakini pamoja na hivyo machaguzi, umeona machaguzi ya wachezaji husika ambao wanaweza kaja kufanya kazi na mwalimu, hilo na lenyewe pia lina undani wake sana. Lakini short naomba nigeseme namna hiyo. Sawa. Kwa kutumia sababu hizo ukiwa sehemu ya benchi la ufundi la Kagera la Geita, mmeomba pre-season yenu na mna reflect pengine itakuwaje? Nafikiri siwezi sana kulizungumzia hilo kwa sababu liko juu yangu. Lakini mapendekezo na ripoti tayari uongozi wanayafanyia kazi na wako wanapambana na kukimbizana na muda, kwa sababu muda hautoshi. Umeona, kwa hiyo wao viongozi wanaweza kuzungumzia hilo ripoti, mapendekezo na kila kitu kiko mezani na kufanyia kazi. Bana, mimi nikushukuru sana. Kuna sehemu nitakwambia tukutane. Nashukuru sana bwana. Sikie salamu sana kwa Irene. Irene peke yake? Si umpe hata ongea. Si ndio ulisema kwamba amesema mimi niko huko. Karibu mjini. Kwa sababu ulimtaja kwamba ufikishie salamu hizo. Basi tunafanya kipindi na Peter Lugendo na Nation Mwambambe na Chisano. Basi wasalimie sana wote studio hapa. Na mimi nakwambia wasalimie Shinyanga kaka. Nashukuru. Nimepatwa na miguu imeunganishwa. Unajua kwa nini? Baada ya 21 hivi. Maliza kumtoa hela. Kabisa. Na sasa hivi zile bonus zimeshafika 100,000 ambazo tuliwaahidi wa Tanzania. Maliza hoja yako. Unajua bwana, timu za halmashauri tumeingia mwaka mpya wa fedha 26 27. Na bajeti inaanza mpaka uje utoke huko sio leo. Nawaambia kwa sababu ligi inaanza mwezi wa 8. Sawa? Sahihi. Bajeti hapo unazungumza kama mtu expert wa halmashauri. Ndio nasema mpaka je atoke huko sio leo. Unajua mzigo bajeti inaanza kutoka mwezi wa 7. Lakini hela kuanza kuingia waga zinachelewa. Okay. Haziingii tarehe 1 mwezi wa 7. Kuna muda kuna process waga account zinafungwa. Baadaye tena bajeti inakuja inapitiwa, alafu mnaenda mnafanya nao communication ili hela zishushwe kutoka juu kuja chini. Kwa kuna baadhi ya halmashauri waga zinachelewa, hela zinakuja kushushwa mwezi wa 8, wengine mwezi wa 7 mwishoni. Kwa hiyo timu za halmashauri inatakiwa zikae kitaalamu sana hapa kwenye usajili hapa.
Mzigo unaweza mzigo unaweza ukachelewa ukajikuta zimbaki wiki 2 alafu nyewe ndo mzigo umeingia, mnaanza kusajili. Kwa hiyo hapa wanatakiwa kae kitaalam sana, hasa wakurugenzi ambao wana halmashauri zao zina timu. Sasa changamoto pia hapo ni kama unafuga mbwa kwa kutegemea mlevi aje atapiki kwenye hizi timu. Yaani mkurugenzi unategemea na kiwango chake cha kupenda michezo na pia anatambua ni mradi wa namna gani hiyo timu. Asipopenda huo mradi hivi mnajua juzi nilikuwa naona kile ambacho kwa tukizungumza ndani kwa muda mrefu naye una watu kwenye hii kauli ya watu kuchimba, hajazungumza kitu. Wamezungumza Yanga wataje yeye ni mzee kama mzee. Hazungumza, sijajua, sijafuatilia sana lakini kuna video nimeona. Kazungumza. Ndio katoa tamko. Ametoa tamko. Tufanye uchunguzi bwana. Tutafute zile video. Kienyeji hiyo ni hatari. Watadili nao traditional. Ogopa sana mtu ambaye unagombana naye anakuambia namwachia Mungu. Sio kweli kwa Afrika. Kwa Afrika sio Mungu huyo. Au mlikuwa kwenye mchezo wa kurushiana mawe, bahati mbaya kamgonga bibi akalitia kwenye mkoba akawa anaondoka. Hiyo siku ndo utalala. Hapa unaenda kumwomba msamaha na kumwambia au sijali. Nilishakusamehe. Mama, siache hilo jiwe sasa. Sotoa kwenye mkoba hiyo. Saa 2:13 tupo kwenye kwingineko na ya Sports alo make headline kwenye kwingineko, yapo mengi sana. Tupo hapa, yupo Nazareth Upete umemsikia, yupo Peter, lakini pia Nation mtu mwenye watu wake wanaumisi. Ulikuwa kweli Arusha wewe utakufuatilia? Niko Arusha ndugu yangu. Siku ulikuwa upo Dar. Sawa, ile ilikuwa wapi? Kisarawe. Kuna chambua mafenesi Kisarawe huko. Tunatazama kwenye kwingineko ugumu wa kupata wachezaji wa kigeni kwenye dirisha hili na funzo wanalowapa wachezaji wazawa. Jadala tulionao kwenye kwingineko ndio huo, na mimi na uanzisha rasmi kama ifuatavyo. Dirisha la 2021-22 mpaka 23 kulikuwa kuna ugeni mkubwa sana wa jamii kutoka Kongo kwenye timu zetu karibia zote, kama walihamia karibia zote. Simba walikuwa nao, Yanga walikuwa nao, Azam walikuwa nao baadhi, huku Singida ndo usiseme, Yanga Afrika ndo walikuwa ndo kama nyumbani. Ilifika wakawa na combine wa Kongo wanacheza kila msimu kiisha. Kuna mtu mmoja akasema Yanga waangalie wasije kageuza kwa bendi. Hilo wa Kongo waliwasaidia. Lakini sasa 2023 kuendelea kuja juu mpaka sasa hivi wa Kongo wakaanza. Sasa hivi tulihamia Ivory Coast, kupungua wakahamia magharibi. Sio tu Ivory Coast, Ghana wakaanza Coastal Union wakavuta mtu kule. Wakavuta walivuta. Wakati mwingine wale wanakuja kwenye majaribio wenyewe. Unajua kuna wachezaji wengine wa nje tunaona wapo tu mjini. Wapo mjini sasa hizi, washakuja kwenye trial wamejileta wenyewe. Na nikwambie Magomeni. Na siku moja na sehemu nilienda, siwezi kuitaja kwa sababu nitakuwa nafanya promo. Magomeni hao wachezaji hao wanatoka huko wako wengi sana. Wa magharibi. Sasa sijui ndo pale ndo center. Upete. Amesfahamu. Ushahidi mgumu. Wapo wengi sana. Na hata mimi hiyo siku sana napita naenda kununua sehemu hicho kitu hapo. Nikaona baadhi ya mameneja. Mwana aliboruka kimanga hicho. Nilikuwa naenda kununua vitu, sio kama nilikuwa na sio mfahamu. Kama nilikuwa hapo. Yaani mwana aliboruka hiyo. Ionekana alikuwa anapita sio kivile, sio vitu vyake. Nikashangaa, mbona kama mtu namjua huyo wakala. Na mwingine ni meneja wako, wana wachezaji wao ligi kuu. Tena hapa katika Kariakoo pia wapo wachezaji wao. Kwa hiyo nikasema unajua ungwana kusalimia Upete na National Peter. Kwa hiyo nikasema nisalimie, habari, salama. Good morning. Wao na Kiswahili chao cha kuokota kile. Wale wa Bongo sasa nikawasalimia. Wazungu wale, mimi wa Ghana, wa Nigeria wale, inabidi kidogo upige la Kiingereza sababu ndo wageni hawajui hata Kiswahili chenyewe. Kwa sasa hivi wamezidi. Sasa mameneja ndio wanaowaleta wao moja kwa moja au wanatafutwa wakishafika. Wao wanakujua watu wa kule, watu fulani hivyo kusoma ramani. Wazee wa kuzamia hata wakuja kupambana. Wanapambania fursa hao. Kwa hiyo wanakuja
ni wanaambizana kwamba njoo pita huku kuna maisha, mi nimekuja hapa, nilikuwepo sijui timu gani, nimepanda mara niko Singida, Singida mara wameona mwenzao kauzwa Simba, na nielewa sijui, na unaambiwa maisha yake tayari kidogo yamekuwa kama wale juzi wa Simba wale 5 wakapigwa wote na gari. Kwa wale wanapost pia status kaenda juzi tu tayari na gari, wakati wenzetu huko wanapa mayai. Of course kwenye Afrika kuna ligi nyingine mataifa ni makubwa, lakini ligi yao na mechi alikuwa man of the match Kennedy Musonda alipewa tray ya mayai. Zambia kweli. Lakini hata huko kwingine huko magharibi pia ligi zao magharibi ndio hovyo kabisa. So mzigo sasa hivi mkubwa wa Tanzania kiukweli, wachezaji kutoka magharibi wanakuja wenyewe wengi sana. Hawasubiri kuitwa. Hawasubiri email ya trials, njoo tarehe fulani kuna clinic, hata hasubiri. Na mtu wa magharibi yuko tayari aje hata timu ndogo acheze tu kwa muda hata wa miezi 6, analipwa kidogo aonyeshe tu talenti yake. Yule alikuwa Coast afa akaenda akionekana kama atakaenda Azam, afa baadaye akaonekana Simba. Mtani yule bwana Victor Akpan alienda Simba. Hivi na unakuta kashukia hapa Magomeni Kageni. Yule alianzia Zanzibar Mola Ndege. Yaani kituo kinakuwa hapa Magomeni. Hapo sana wanachukua boti. Anajitafuta, anapiga kidogo. Mimi sinapika tu, naenda kununua vitu. Kuna supermarket pale Magomeni. Kuna kuiona. Naenda kununua vitu. Lakini hata mini market sasa sungeanzia kwa kusema tu hata unaendaga KFC pa. Tustaje brand za watu. Au ungesema hivi unaendaga kule Mafia nini boxing kule. Mafia boxing. Unaenda kwenye mahojiano. Umeshindwa hata hilo ndugu. Kwa ndio hivyo. Aenda mabibu. Tunafanyaje sasa kuhakikisha kwamba mzigo haurudi kwenye hizi